Panzi alitoka na akaenda kupanda mbegu. Na katika kupanda zile mbegu alikuta kuna ardhi 4 ambayo ilikuwa mbele yake. Na tukasema ya kwamba mama wa imani, kinachozaa imani katika maisha ya mwanadamu ni neno la Mungu. Kwa sababu Warumi sura yake ya 10 mstari wa 17 inasema imani huja kwa kusikia na kule kusikia kwatokana na neno la Mungu. Na version nyingine inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kule kusikia ni kusikia kwa neno la Mungu. Ina maana yake mama, kinachozaa imani ndani ya maisha ya mwanadamu ni lile neno linaloingia ndani ya maisha yake. Kinachomzaa imani katika maisha yako ni neno. Tukasema kwamba kwa nini Ibrahim anaitwa baba wa imani? Na yeye alikuwa mpagani, na huyu mtu alikuwa ni mtaifa, alikuwa anaabudu sanamu. Kwa nini imefikia kiwango mpaka Ibrahim anaitwa baba wa imani? Kwa sababu kitu cha kwanza, Ibrahim alisikia sauti ya Mungu. Mungu alisema naye, maana alikuwa katika Uri wa Ukaldayo, katika nyumba baba yake na katika jamii yake na katika watu wake, lakini alikuwa kama watu wengine wote. Kilichomtofautisha Ibrahim na wale wengine ni kwa sababu alisikia Mungu akisema naye. Mungu anaposema, neno la Mungu ndio linalokutofautisha na watu wengine, kwa sababu linapoingia ndani ya maisha yako litazaa imani. Ina maana kinachozaa imani katika maisha ya mwanadamu ni neno la Mungu. Na neno la Mungu Yesu anaifananisha na punje ndogo ya mbegu ya haradali. Inafananisha na mbegu. Anasema mpanzi alitoka akaenda kupanda mbegu. Moja zikaanguka kando ya barabara, zingine zikaanguka juu ya mwamba, zingine zikaanguka kwenye ardhi ambayo ina miba, na nyingine ikaanguka kwenye ardhi nzuri. Bwana asifiwe sana. Na tukasema imani ni mbegu inayojificha ndani ya maisha ya mwanadamu. Maana imani mwisho wake huwa ikianguka, imani yako ikikaa kwenye ardhi nzuri, huwa inazaa matunda. Bwana asifiwe sana. Na tukasema kwamba hizi ardhi 4 ni aina 4 ya mioyo na aina 4 ya Wakristo ndani ya kanisa. Na tukasema ya kwanza inasema kwamba ilianguka kando ya njia. Lakini ukifuata wakati Yesu anaanza kuwatafsiria wale wanafunzi mitume, akasema ile mbegu inayoanguka kando ya njia ambayo inaliwa na ndege, akasema shetani huja kuiondoa. Tukasema ya kwamba vita kubwa ya kwanza mtu alionayo ni vita ya imani yake. Adui anachoblock huku na kule, anachofight na familia yako, anapiganisha mume wako, watoto wako, anafunga uchumi, anapiganisha biashara yako, anapiganisha huduma yako, anapiganisha kanisa. Lengo lake kubwa ni kuua imani ndani ya maisha ya wanadamu. Kwa sababu Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ina maana relationship yako, urafiki wako na Mungu unalindwa na imani yako. Maana Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani, lakini akianza kusita na kurudi nyuma, moyo wa Mungu hautapendezwa naye. Na Warumi tena, hiyo ni Waebrania 10:38. Na ile 11 mstari wa 6 nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ina maana inawezekana kwa Mkristo akaingia kwenye presence ya Mungu. Inawezekana kwa Mkristo akaingia kwenye maombi ya kufunga. Inawezekana kwa Mkristo akaingia kutafuta uso wa Mungu, lakini haleluya, haleluya. Na ndo Yesu aliposema atakaporudi atakuta imani. Imani ni nguvu kubwa inayobadilisha mwelekeo wa maisha ya mwanadamu. Imani ni nguvu kubwa inaozaa miujiza katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana mtu akiombewa pasipo imani hawezi kupokea muujiza. Ina maana mtu akitabiriwa pasipo imani, unabii utatimilika kwake. Unajua kuna kitu kimoja nimejifunza, nabii kusema jambo katika maisha yako sio shida, anaweza akapata. Na kinachosababisha nabii anasema na wewe ni kwa sababu ana imani. Unajua kutabiri ni kuwa na imani. Mtu mjui from nowhere, unaanza kumwambia mambo yake. Hata kama ulisikia sauti, inabidi uwe na imani. Pasipokuwa na imani huwezi kutabiri. Sasa nabii anaweza kusema vitu kama wewe. Unajua nabii anaposema neno ni mbegu. Prophecy nao ni seed, ni mbegu inaingia katika maisha yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unabii ni mbegu kwa sababu ni neno la Mungu inayoingia ndani ya maisha yako. Na ile ikishaingia ndani ya maisha yako inabidi izae mbegu nyingine ambayo inaitwa imani. Sema amen. Maana unasema kwamba Ibrahim alimwamini Mungu, akaenda mahali ambapo hapajui,
lakini alitoka na katia akaanza kuondoka. Kanisa ikikosa imani itayumbayumba, itaangaishwa. Na Mkristo asiyekuwa na imani ndo yule anayesikia kila ujinga wa duniani, ndo kila anayesikia kila mahali anapoitwa huku kuna Yesu ameibuka anaenda, huku kuna hiki kinaenda. Unajua, ukikosa imani utavamiwa na roho za ajabu katika maisha yako na Ukristo wako ukapoteza mwelekeo. Maana imani ni ngao, inakulinda na uharibifu. Imani inakuepusha na mafundisho ya uongo. Na ndio maana adui hataki Wakristo, anaruhusu Wakristo waingie kusali, waingie makanisani. Hata kutoa sadaka ni sharti uwe na imani. Maana ukifanya tendo bila imani ni dhambi machoni pa Mungu. Na ndio maana Wakristo wengi wakitoa sadaka huwa hawaoni mafanikio. Kwa sababu gani? Wanatoa lakini hawaamini Mungu. Lakini Biblia inasema nini? Inasema Abili kwa imani alimtolea Mungu sadaka inaongea. Ina maana kila kitu mtu anachokifanya kinahitaji imani. Hata hivi ninavyohubiri ninahitaji kuwa na imani ili nikuhubiri. Nisipokuhubiri kwa imani nitakuwa kama vile nafanya hotuba ya siasa ambayo haiwezi kusababisha chochote. Adui anataka tuwe na makanisa, na kanisa la siku za mwisho inafananishwa na kanisa la Laodikia. Kanisa la Laodikia ni kanisa ambao inasifika kwa utajiri katika mwili, na inaskota sifa moja ni kwamba katika roho ni maskini zaidi. Kwa sababu kanisa la siku za mwisho ni kanisa ambao ina utajiri katika mwili, makanisa mazuri, screen nzuri, yani vyombo vya muziki vizuri, viti vizuri, unakaa una relax. Lakini adui anachofight kwenye muwe na viti vizuri, muwe na sehemu nzuri, muwe na ibada ambao zinatangazwa everywhere, lakini ana fight kwamba imani isipatikane. Na ndio kanisa la siku za mwisho la Laodikia. Na ndio maana sisi pia tusiingie kwenye ule mkumbo wa Laodikia. Ina maana tunatakiwa tuingie kwa imani. Jina Bwana libarikiwe. Tuwe na imani, kwa sababu imani ikiwa ndani yako hauna haja na ibada special. Hauna haja na ibada special itangazwe hii ni ibada itakuwa hivi, kwa sababu kinachokuleta sio ibada special. Kinachokuleta ni Yesu ambaye aliokoa maisha yako. Na ndio maana unakimbilia mahali pengine ambapo sipo. Kwa sababu gani? Huna imani na huyu Mungu ambao amekuokoa. Wewe unataka kusikiliza vitu vya mwilini, na unapotafuta suluhisho nje ya Kristo, kando ya njia, ni sharti utapotea njia yako. Na udongo mzuri ambao unamea ni moyo ulio tayari. Sasa katika kutengeneza moyo ulio tayari, unatakiwa uwe ni ile ardhi ya 4 ambao mbegu ilipozama ndani yake ikazaa 30, ikazaa 60 na 100 kwa 100. Inatakiwa moyo wako uwe tayari, uwe ardhi ambao imani yako itakuwa kubwa na ikazaa vitu vikubwa ndani ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Sikiliza nikwambie, umebeba vitu vikubwa. Una mambo makubwa ndani yako. Kinachokuponza tu ni kitu kimoja, ni imani. Yesu anaambia mitume, enyi watu wenye imani haba. Maana Yesu alipoangalia mitume akatambua kwamba hawa wameandamana na mimi. Sinieri hata hawajamwona Yesu Kristo. Hawa walikuwa na Yesu Kristo. Yesu anafanya miujiza, Yesu anafufua wafu, wanaona. Lakini imani yao, kupungukiwa kwa imani ya kuanza na kanisa la leo. Hata mitume walikokuwa pembeni ya Yesu Kristo walikuwa wamepungukiwa imani. Petro anaitwa na Yesu Kristo, njoo. Petro anatembea juu ya maji. Mashaka alipoingia, imani yake ikawa imekufa, akaanza kuzama. Wakristo wengi wanazama kwa sababu moja tu, ni kwamba imani imeibiwa. Adui anatafuna imani yao. Lakini katika jioni ya leo, acha tuhitimishe na kitu kimoja, ni kwamba moyo wako unatakiwa utengeneze. Miba itoke ndani ya moyo wako, mawe yatoke moyoni mwako. Biblia inasema enyi watu wenye mioyo ya mawe. There is some people mioyo yao imejaa mawe. There is some people mioyo yao imejaa miba. Miba ni yale maneno ya kidunia imemsonga, yale maneno watu wanaongea kwenye masikio yake. Sikiliza nikwambie, katika ubongo wa mwanadamu kuna vyumba viwili. Katika ule ubongo wa mwanadamu, sehemu ambao ile sehemu ya ndani, ile subconscious, ile sehemu ya ndani sana, mle ndimo mambo hayapotei.
Na ndio maana ukiangalia watu wanakumbuka maneno mabaya sana kuliko maneno mazuri. That is why unaweza kuwafanyia watu vitu vizuri vingi, lakini ukikosea neno moja tu watasahau ile 99, wanabaki na neno baya. Kwa maana moyo wa mwanadamu, vitu vibaya kuachia ni vitu vigumu. Na ndio maana ukifungua masikio yako watu waseme maneno ambayo ni hasi juu ya maisha yako, itaharibu imani yako, kwa sababu kila mara utakapokaa utaanza kukumbuka alichokisema. Na ndio maana usiruhusu mtu aseme jambo baya. Usiruhusu mtu akuvunje moyo. Umeomba sana, unapoenda kanisani, mbona hakuna kitu? Ukiruhusu yale yatokee, ni miba itakao songa imani yako, na imani yako haiwezi kuzaa kitu. Mtu mwenye imani, sikiliza, imani yako ni mbegu. Nilisema Jumapili kitu kimoja, nikasema mwanamke anapopokea mbegu kutoka kwa mume wake, ile mbegu haiwi mtoto mpaka ikifikia wakati wake, ikikua ndo anazaa mtoto. Na imani yako mwanzoni huwa inaanza kama kawaida, inapokuwa inakuwa ndo inazaa matunda, inazaa miujiza. Sasa ukianza kuruhusu watu waongeongee vitu vya kukuvunja moyo, kukatisha tamaa, usisikilize hata mambo ya ukoo wenu, the way walifeli, ile haikuhusu. Wewe umetoka kwa ukoo wa Yesu Kristo, ukoo wa mashujaa, ukoo wa watu wenye mafanikio. Kama kwani walifeli, sio wewe sio failure. Wewe ni mshindi zaidi ya kushinda, kwa sababu unatoka kwa Mungu. Hata baba yako, don't allow him akwambie vitu vya kwetu tunafeli, kwetu kuna mfanya biashara. Ndio, kama hakuna, mimi ndo nitakuwa wa kwanza kutokea kwenye hiyo familia, kwa sababu nimechange position. Haleluya. Hiyo ni miba, itaua. Usiruhusu watu waseme mambo mabovu juu yako. Tunaona hutafaulu, tunaona hii ukianza ni ngumu sana. Sikiliza, hakunaka kitu kigumu mbele ya imani. Hakunaka kisichowezekana mbele ya imani. Ukiruhusu watu waseme, hata kama hauna kizazi, kuzaa mtoto inawezekana. Haleluya. 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 Sisemi tu kwa sababu kama sababu me am the one, niko miongoni mwa watu niliombea watu walitoa kizazi chote na watoto. Tena wakubwa wanaweza kuwa na miaka 20 sasa hivi. Hana kitu, walitoa chote kikatoka. Ina maana kulingana na sayansi hakuna kuzaa mtoto, lakini ana watoto wakubwa sasa hivi wanaweza kuwa na miaka 20 na kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana katika Bwana. Mawe katika moyo ni ile kutokuamini. Unatakiwa moyo wako, sikiliza, we amini tu. Na hata kama hujui kitatokea wapi, we amini tu. Hata akisema kwamba hapa kuna mtu anataka kupokea bilioni 10, we amini tu. Sema amen. Hata kama hujui itatoka, sikiliza, kwa Mungu hatujui inatoka wapi. The only thing that we know ni kumwamini Mungu peke yake. Yeye ndo anaweza kila kitu. Usiangalie, unajua tatizo linakuja when you are praying na unaangalia baba yako, unaangalia kaka yako, ile maombi ilishafeli. Sema amen. Ilishafeli, achana nayo. Mpaka siku utabadilisha position, ukija kwenye maombi, au muone baba yako, au muone kaka yako, au muone mjomba yako, mtu pekee unayemuona ni Yesu mbele ya maisha yako. Daudi anasema, nitainua macho yangu juu ya milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa makao ya imani yako ni moyo wako. Sema, makao ya imani ni moyo wangu. Imani haikae kwenye akili ya mwanadamu. Sema amen. Imani inakaa kwenye moyo wa mwanadamu. Tusome Warumi sura yake ya 10 mstari wa 10. Na wakati tutakuwa tukisoma Warumi sura ya 10 mstari wa 10, utatuandalia pia kitabu cha Marko sura yake ya 11. Unaanza kusoma mstari wa 20 hadi 23. Tunaenda kwanza katika Warumi. Warumi 10:10. Inasema nini? Acha nikusaidie, tuseme pamoja. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Inasema kwa moyo. Kwa maana kwa moyo mtu uamini
Ina maana makao ya imani ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Sema amen. Makao ya imani yako ni ndani ya moyo wako. Anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Ina maana yake nini? Moyo wa mwanadamu ndo makao ya imani ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu sio makao ya imani. Sema amen. Lakini akili pia huwa inasaidia. Na ndio maana kwa mambo ya imani wanatakiwa uepukane na logic. Sema amen. Kwa sababu logic, sayansi inatengeneza njia. Sema amen. Sayansi kiangalia mtu wa kisukari, sayansi inasema mtu aliye na kisukari hawezi kupokea uponyaji. Kwa sababu gani? Kongosho yake ambao ina supply insulin inakuwa imekufa. Na ikisha kufa na maana yake haiwezi kupeleka ule uchungu ili kuifanya sukari kae level. Haleluya. Kisayansi ina maana anatakiwa atafutiwe vidonge ambaye atakuwa na kunywa viende visaidie ili sukari iweze kubalance. Hii ni kulingana na sayansi. Sema amen. Na ndivyo ilivyo gisi Mungu alivyoumba. Ndivyo nature ambao iliumbwa. Kongosho ndio inasaidia mtu ikiwa anafanya vizuri, mtu hawezi kuwa na magonjwa ya kisukari. Yaani kongosho ikishafeli, mtu atapata ugonjwa wa kisukari. Na anatakiwa apigwe sindano ili ile product ambayo inaosaidia kubalance sukari iende kasaidia mtu akae vizuri. Hii ni logic, hii ni sayansi. Lakini ukianza kuwa na imani, ukiangalia hapo kwamba kulingana na sayansi haiwezekani, na ukipeleka akili yako na mawazo yako pale, ina maana muujiza utapokea kwako. Lakini ndani ya moyo wako, if you believe, ukiamini. Na ndio Biblia inasema inasema nini? Inasema katika Mithali sura yake 23 inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndimo mtokamo chemchemi ya uzima. Ina maana maisha yote unayotaka kuyaishi yanaanza katika moyo wake. Ina maana kile unachokiwaza katika moyo wako ndivyo unavyokuwa. Na adui ana fight na moyo wako. Sikiliza, katika maisha yako linda, uniulize. Unajua sikio la mtu linakuwa na communication na moyo wake. Na ndio maana kama mtu ananiambia baba yako amekufa, moyo umesimama. Tatizo ni nini? Kuna iliingia hapa kwenye sikio, ikagonga kwenye moyo, moyo ukashtuka na mtu akafa. Na ndio maana unatakiwa kulinda moyo wako. Sikio lako kama Mkristo lisisikie upuuzi. Sikio lako lisikie neno la Mungu inasema nini. Usiruhusu magugu yapande ndani ya moyo wako. Usiruhusu historia yote, maana ukiruhusu historia yote ambayo ni kinyume na Bible, you are killing yourself. Unajiua mwenyewe taratibu. Haleluya. Haleluya. Usifikiri haya huwa yaji, yanakuja hata sisi kwetu. Unashangaa tu, unasikia ndani ya moyo wako, na wewe unamtumikia Mungu miaka mingi, mbona hujatoboa? Unasikia kuna kitu kinaongea ndani ya moyo wako. Unasikia sauti inaongea ndani, na unashangaa tu kama binadamu unaanza ni kweli. Ukikaa hapo muda mrefu unakufa taratibu. Si ndio hilo unaona kama mtu alilala mzima, anaamka asubuhi alishakufa. Kinachomua ni nini? Ni vile alikuwa anasikia ndani ya moyo wake vikiongea usiku. Na kitakachokokoa kuzima zile sauti za kipepo zinazo fight na imani yako ni kujaa neno la Mungu. Hata Yesu alifuatwa na shetani akamwambia kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, si ni kumchallenge. Kama wewe ni mwana wa Mungu na unasikia njaa, si yageuza mawe kuwa nini? Kuwa mkate. Yesu akasema imeandikwa. Kama wewe ni mwana wa Mungu, si ujitupe juu. Mungu atakuagizia malaika sasa, imeandikwa. Usimjaribu Mungu wako. Kilichoshinda yale majaribu ya sauti za giza ni neno la Mungu. Sasa kama moyo wako uko empty, hamuna kitu ndani ya moyo wako, imani yako itasongwa na itakufa. Na imani kisha kufa, tayari kila kitu kinaharibika. Moyo wako ndo makao ya imani yako. Tusome Marko 11:20-23. Tasoma Marko 11 mpaka 24. Mstari wa 20 inasema, na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mti umenyauka toka shinani. Mstari wa 21,
Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mti ulioulani umenyauka. Tazama mti ulioulani umefanya nini? Umenyauka. Mstari wa 22. Yesu akajibu akamwambia. Yesu akamjibu sasa akamwambia, sikiliza hapo. Mwaminini Mungu. Akamwambia Petro, muamini Mungu. Ina maana yake wakati Yesu alilaani, walikuwa wanapita, Yesu akataka chakula. Aliposikia njaa akaona mtini, majani yake jinsi ilivyokuwa, Yesu akaona hapa hakutakosa chochote chakula. Aliposogea akakuta kama peko empty. Yesu akakasirika, kumbe wewe unijui vizuri. Yesu akalaani. Jina la barikiwe. Walipolani wakaendelea na nini? Na safari. Lakini nafikiri wakati wakaendelea na safari, kwa sababu Petro alikuwa numbea sana, alikuwa anatembea hivi. Akaangalia anaenda majani kijani tu, wakaenda. Sasa kesho asubuhi wanaporudi, kaa hapa utaendelea na usome. Kesho asubuhi wanaporudi, wengine wakuongea. Aliongea ni Petro, Bwana. Kumbe wale mti ule ulani jana umefanya nini? Umelaaniwa. Ina maana ndio Yesu akamwambia, muamini nini? Bwana. Muamini Mungu. Ina maana huyu Petro pamoja na Yesu alisema hakumwamini Mungu. Ndio hivi watu wengi walivyo, wanasema na wao lakini hawamwamini Mungu. Wanaanza kuangalia sasa, wanaanza kupima sauti ya Mungu katika mwili. Sauti ya Mungu haipimwi katika mwili. Sauti ya Mungu inapimwa kwa imani. Sema amen. Tuendelee. Mstari 23. Amini nawaambia. Yesu anasema amini nawaambia. Yeyote atakayewaambia mlima huu. Yeyote atakayewaambia mlima huu. Ng'oka baharini. Kajitupe baharini. Wala asione shaka wapi? Moyoni mwake. Kwenye akili yake? Moyoni mwake. 10:24. Ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Ili aamini ya kwamba yale yasemayo yametukia. Yatakuwa yake. Yatakuwa yake. Mstari wa 24. Kwa sababu hiyo nawaambia. Hiyo nawaambia. Yoyote myaombayo mkisali. Yoyote myaombayo mkisali. Aminini ya kwamba mnayapokea. Aminini ya kwamba mnayapokea. Nayo yatakuwa yenu. Naye atafanya nini? Yatakuwa yenu. Sema amen. Napenda sana mstari wa mwisho wa 23 anasema, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia na yatakuwa yake. Haleluya. Ina maana imani, anasema aminini katika moyo na pasiwe na mashaka yoyote. Sema amen. Ina maana adui anapokuangalia ukiomba na anaona mashaka, tayari alishapata nafasi kublock vitu vyako. Mashaka ni adui mkubwa wa imani yako. Mashaka inaua imani yako. Na adui hata ukimkemea anaangalia moyo wako. Sema amen. Ni kama vile wataalamu wanasema ukifika mbele ya mnyama mkali, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu na mamlaka. Ukifika mbele ya mnyama mkali alafu ukiogopa, unatoa harufu ya nini? Ya woga. Na wale mnyama anajua kwamba huyu ni kitu dhaifu. Atakurukia na kutafuna. Lakini kama utoe uoga, anaweza kasimama. Unaweza kukutana na simba hivi. Kuna kijana mmoja alielezwa kwenye maombi. Mungu anasema katika hii safari unaoenda kuna jaribu. Lakini sasa Mungu anasema ujiombee ili ushinde jaribu. Alikuwa anafikiri kama jaribu ni aina gani. Wamefika safarini. Kule safari wenda gari karibika barabarani. Akaingia ndani ili ajisaidie. Anapoingia ndani ili anafika anakuta simba huyo ametena simba dume, simba mbele yake. Bwana asifiwe sana. Simba anamwangalia na yeye anamwangalia. Akasema, Bwana Yesu uliniambia jaribu, ni jaribu lenyewe hili. Mimi tayari ni mshindi. Waliangaliana na simba zaidi ya masaa 2. Simba anamwangalia na yeye anamwangalia. Simba anamwangalia na yeye anamwangalia. Sasa ilipofika, Mungu na anakuwa watu wake, kwa sababu alikuwa ameshaomba. Alipoona amekaa sana akatimka. Wakati anatimka na simba naye akatimka. Simba akaingia porini na kimbia na kimbia. Alipoangalia nyuma anaona simba huyo ametokomea. Ina maana yake yeye ndo alikuwa jasiri katika imani yake. Imani angeanza kutetemeka hapo mwanzoni, simba angemla. Maana simba alikuwa anatafuta njia ya kukimbia. Bwana tusaidie sana. Usiwe na mashaka ndani ya moyo wako. Ukiomba, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua jifunze kitu kimoja.
Hata kama una maumivu kwenye mkono, sema mkono wangu umepona. Ukisikia maumivu sema nilishapona. Ukisikia maumivu sema nilishapona. Ukisikia maumivu sema nilishapona. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kipindi moja nilitoka uvimbe hapa. Ikana sababisha hata ikikunja mkono inakuwa inaumiza sana. Nilikuwa natamka. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Nilikuwa natamka. Mpaka leo hivi nilivyo hapa. Ule uvimbe ulikokwenda na mimi na wewe sijui ulienda wapi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ina maana moyo wako ndo makao ya imani. Sasa makao ya imani ambao ni moyo wako, unatakiwa kuilinda sana. Ukiamini katika moyo kitu kinatokea. Yesu anasema kile ulichotamka kwa imani bila mashaka. Mashaka unaweza kuomba lakini una mashaka. Baba, katika jina la Yesu naomba huduma yangu iwe kubwa. Haleluya. Nikifika mbele za watu nitafanya mkutano watu wa wengi sana. Unaenda mbele za watu unakuta watu hawa wawili. Sema amen. Kwa macho ya imani yako mshukuru Mungu, asante kwa kuleta watu wengi. Maana wengi wanaanza na ngapi? Wengi wanaanza na watu wangapi? Mwambie asante Mungu kwa umati mkubwa huu. Lakini wewe ukiwa na mashaka, ndo Mungu mwenye Mungu gani? Na wale watu wapige injili ile ulikuwa unatarajia kuwapiga watu 3,000. Watandike hiyo injili. Kesho utaenda mbali sana. Kanisa, makao ya imani yako ni moyo. Sikiliza moyo wako nasema nini. Na kwa kumalizia, msingi wa imani yako ni Yesu Kristo. Sema amen. Msingi wa imani yako ni nini? Ni Yesu Kristo. Hatuna msingi mwingine wa imani. Ukiwa na misingi miwili, hiyo sio imani tena. Biblia inasema mtu mwenye nia hizi mbili asitarajie kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu. Ina maana yake nikikaa kwenye maombi naomba, natakiwa nimuone Kristo peke yake. Sema amen. Kama yeye ndo atakuja kumgusa mtumishi wa Mungu hapa aje kusuluhisha, hiyo inamhusu yeye. Lakini mimi macho yangu siwezi kuyageuza kwake. Nikigeuza macho yangu katika maombi, Baba, katika jina la Yesu naomba unisaidie, unikumbuke, nipe kazi. Pastor maombi ni mkurugenzi wa kampuni. Haleluya. Baba, katika aina hiyo sio imani. Hiyo sio nini? Waebrania 12 mstari wake wa 2. Nipe dakika 5 nimalizie hapa. Waebrania. Sikiliza Waebrania anavyosema. Waebrania 12 mstari wa 2 nasema, tukimtazama Yesu mwenyewe tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ndio mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Haleluya. Haleluya. Hii version nasema hivi, hii tafsiri. Tuseme pamoja. Tumwelekee Yesu. Tumwelekee mwanadamu. Tumwelekee Yesu ambaye ndiye alianzisha imani yetu na ambaye ataikamilisha. Ina maana msingi wa imani unapokuja hapa ndani ni Yesu. Sema amen. Ule Yesu ambaye yuko aliyemnua Pastor Shukuru kuwa mchungaji wako, yule Yesu ndio unatakiwa kumwangalia. Sema amen. Unanielewa vizuri sana? Ina maana imani yako inajengwa juu ya Yesu Kristo. Na naomba Biblia inasema hivi, kama Yesu aliyekufa asingelifufuka, imani yetu ingelikuwa ni bure. Haleluya. Sasa ujiulize, kwa nini tunafeli kama kanisa? Watu wengine wanaamini miungu yao iliyokufa, wanaiwekea imani na wanajua itawaokoa na ni miungu bubu. Na ile miungu yao bubu wao wanaona miujiza katika ulimwengu wao kama wanajibiwa na shetani. Lakini sisi tunaye Mungu aliye hai. Tunaye Mungu ambaye kila kitu kimeumbwa. Na huyu Mungu ni Yesu Kristo ambaye ndiye mwanzilishi wa imani.
Ukristo unajengwa juu ya Kristo, sio juu ya mwanadamu. Ukristo unajengwa juu ya Yesu. Ina maana yake sisi tumwelekee mwanzilishi wa imani yetu na mkamilishaji. Ina maana yake nikimwamini Yesu Kristo, kile ninachokiamini kupitia yeye atakikamilisha kiwe. Ninaeleweka hapa? Haleluya. Ina maana siwezi kuangalia kulia na kushoto, macho yangu itamwangalia Yesu Kristo. Angalia, katika wakati walikuwa jangwani, watu walipomwasi Mungu, Mungu akatuma nyoka wenye moto. Hawa nyoka wenye moto wakaanza kung'ata watu wakaanza kufa. Musa alipomlilia Mungu, Biblia inasema Mungu akamwambia amuinue nyoka ya shaba, ili kila atakayemwangalia tu yule nyoka atapokea muujiza wake. Aliangalia pembeni, alikufa. Na Biblia inakuja kumalizia ikisema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 nafikiri mstari wa 11, inasema kama vile Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani, ndivyo Yesu Kristo naye aliyeinuliwa kwa ajili yetu. Ina maana yake macho yako, haijalishi ukuu wa tatizo lako, usiangalie anayekupiga vita, usiangalie mchawi wa familia yako, wewe muangalie Yesu Kristo. Maana walioangalia pembeni wote walifanya nini? Wote walikufa jangwani. Mwanzilishi wa imani yako ni Kristo, na imani yako imejengwa juu ya msingi ambao hautabomoka. Msingi wa imani yako ni Kristo. Ukimwangalia Kristo katika maisha yako, watu wa Mungu, hata siku zipita hautaaibishwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kisha anasema hivi, anasema kwa ajili ya furaha iliyokuwa inamngojea yeye alivumilia kifo msalabani bila kuijali aibu. Yesu akujali aibu. Haleluya. Na sasa ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Ina maana imani ya Mkristo chanzo chake ni Yesu Kristo. Na kwa nini tumtegemee Kristo? Unaweza kuniuliza, Pastor, kwa nini nimtegemee Kristo? Na Biblia inasema kama Yesu asingelifufuka imani yetu ni bure. Kumbe msingi wa imani ni Yesu Kristo. Ina maana kufufuka kwa Yesu Kristo ulikuja kudhibitisha imani yetu. Sasa utaniuliza, kwa nini Pastor nimtegemee Yesu Kristo katika maisha yangu? Kwa nini imani yangu ijengwe juu yake? Haleluya. Siwezi kujenga imani juu ya mtu na hana uwezo wa kunisaidia. Sinaonaka mtoto anafanya hivi, akiwa pembeni na baba yake anakuwa na security. Anakwambia baba atakupiga hata kama una kifua kipana kama nyumba. Ambia babangu atakupiga. Ina maana huyu mtoto anategemea kwamba maringo yangu, majivuno yangu ni baba yangu. Sasa unajivunia nani? Sema amen. Unajivunia nani? Au ni siku nyingi ulikuwa umemwacha Yesu Kristo? Alibaki wa midomoni tu. Maana wakati mwingine unapopata shida unatafuta suluhisho kwenye njia nyingine. It means au muamini Yesu Kristo katika maisha yako. Haleluya. Biblia inasema nini? Yesu anasema hivi katika Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Anasema tawi lisilo mimi ni mzabibu na tawi ninyi ni matawi, na tawi lisipokaa ndani yangu alitazaa litanyauka. Sema amen. Kisha anasema hivi, pasipo mimi hamwezi lolote. Ina maana bila Yesu chochote utakachokifanya unafeli katika maisha yako. Sasa imani yako ikae ndani ya Kristo, sio ndani ya mwanadamu. Maana Biblia inasema alaniwe anayemtegemea mwanadamu. Lakini mimi nikiweka imani nitaweka ndani ya Kristo, kwa sababu bila Yesu Kristo siwezi lolote. Leo watu wengi wanafeli kwa sababu wametoa imani yao, wamewapa wanadamu. Mwanadamu anaweza kukupenda, anaweza kuwa na nia kukusaidia, lakini kuna mahali atazuiliwa tu. Kuna mahali mipaka yake imefika mwisho. Lakini ukimtegemea Kristo, yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni muumbaji wa kila kitu. Na yeye amesema nini? Amesema pasipo yeye hatuwezi lolote. Na Biblia inasema nini? Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Maana Yesu akikaa ndani yangu, hata siku zipite, aibu inipate, fedha inipate, ikuko siku nitaishi utukufu. Bwana tusaidie sana. Niko naeleweka hapa? Niko naeleweka hapa? Niko naeleweka hapa? Muangalie Yesu.
usimwangalie mwanadamu. Haleluya. Sikiliza nikwambie, iko hivi. Ninaposema usimwangalie mwanadamu, nataka kusema hivi, umwangalie Yesu ambaye yule mtu anayembeba. Kama Pastor Shukuru yuko hapa, umwangalie yule Yesu anayebeba. Sema amen. Utasema ule Mungu, ule Yesu wa Pastor Shukuru. Sema amen. Unanielewa vizuri sana. Sijasema usidharau, unielewe vizuri. Katika maisha yote ya kiroho kuna nafasi ambayo ni Kristo anakaa kwenye mstari wa kwanza, na kuna nafasi ya watu. Bila Yesu, bila mwanadamu, Yesu hawezi kufanya kazi. Naye anataka chombo. Sema amen. Na maana amechagulia chombo. Sema amen. Sasa unapomwamini ule Mungu, ule Yesu wake, miujiza inatokea kwako. Sema amen. Unajua leo kuna makanisa ya ajabu. Kwa sababu gani? Wanatoa imani ya watu, wanayaweka ndani ya mafuta. Wanatoa imani ya watu, wanaweka ndani ya mawe. Wanatoa imani ya watu, wanaweka ndani ya raba. Mtu asipovaa karaba anaona kwamba ana protection. Mtu asitembea na kitambaa cha upako anaona kwamba haiko protection. Mungu sio upako. Yesu sio kitambaa. Yesu sio mafuta. Yesu sio jiwe. Na ndio maana jioni ya leo ninapomalizia masomo yangu, umwamini Mungu wa sana. Muamini ule Yesu wa Pastor Shukuru, atafanya kitu ndani ya maisha yako. Haleluya kanisa. Amen. Na kwa kumalizia, Biblia inasema nini? Mungu alichukua vitu vyote akaviweka chini ya miguu ya Yesu Kristo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Ina maana nikimwamini, nikikaa huyu ni akiwa rafiki yangu, ina maana everything ambayo uko nao ni cha kwangu. Yesu ni mume wa kanisa. Sema amen. Haleluya. Ni kwamba hivi mtumishi wa Mungu Samuel ni tajiri. Mke wake akishakuja kuingia, na yeye anakuwa milionea. Kwa sababu gani? Haja zake yeye zitakuwa kwake. Heshima alionayo itakuwa kwake. Maana if I believe in Jesus Christ, nikimwamini, nikiweka imani yangu ndani yake, kila kitu Yesu alicho nacho nitapokea. Hakuna kitu kinashindikana mtu aliye na imani. Mtoto utampata, fedha utaipata, ajira utaipata, mafanikio utaipata. Yote yanatokana kwa nini? Weka imani yako ndani yako. Sasa yeye ndo mwanzilishi wa imani yako na anayetimiza imani yako. Kanisa la Hosana, it's time ya kuinua imani kwenye level ya juu. Jumapili tunaanza semina kubwa sana ya siku 8. Imani, tunaenda kutembea katika kuvunja viapo. Watu wakikuapia na una imani, unaweza ukaomba ukatoka hivyo hivyo. Lakini ukiwa na imani, na hapa tuna maombi mengine ya siku 21 na tusubiri. Hii maombi bila imani tutapoteza muda, tutafanya migomo ya njaa. Lakini nafika wakati kanisa itembee kwa imani. Mtu anayetembea kwa imani sio mpaka wamtangazie kwamba kuna ibada. Kwa sababu anamjua Yesu, atakuja ibadani. Kwa sababu anamjua Yesu, atatoa sawa sawa na gisi atakavyomuongoza. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Aona makofi yako, aona makofi yako.